Asifiwe sana. Basi Mungu wetu ni mwema asubuhi ya leo. Jambo la kwanza, nimeokoka, nampenda Yesu. Nina kila furaha ya wokovu kwa sababu Mungu ameniokoa na ameniwezesha. Ninajua kwamba kuna wengi kabisa kule nje hawajaokoka. Ni kuombea tu katika wokovu wakapate kuokoka, kwa sababu wokovu ni mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile nina furaha kusimama mbele yenu nikiwa nimepewa nafasi hii, nafasi nzuri na baba yangu mchungaji. Ndiye amenilea, ndiye amenitoa utundu niliokuwa nao, nikafika mahali ambapo nimefika kusimama mbele yenu hata bila kuongopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi tuliingia tukiwa tunaongopa, tukiwa tuna hofu mingi, lakini tulipofundishwa na mtumishi wa Mungu, our father, our pastor, tukawa na ujasiri wa kusimama. Mwambie mwenzako hata wewe utasimama. Na nampenda sana. Ni kwa sababu bado sijafika, naendelea katika mafundisho chini yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie makofi mazuri kwa ajili ya Mungu, makofi mazuri kwa ajili yake. Kwa sababu tunafurahi wakati yuko katikati yetu, wakati ameketi chini nimesimama ili nifundishe. Ninafurahi sana kwa sababu amenilea. Vile vile tunaye mama pia ambaye yuko katika huduma nzuri ya kulea. Tumpigie Mungu makofi kwa ajili yake pia. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu wetu ni mwema asubuhi ya leo, na muda ambao nitachukua Mungu atakusaidia. Mungu, neno, Roho Mtakatifu atakusaidia katika muda wa dakika 10, 20, 30. Tutapata kusaidika katika kipindi cha Bible study. Na ujumbe wangu wa leo ni kwamba kumwamini Mungu katika hali ngumu. Kumwamini Mungu katika hali ngumu. Unaweza kuandika kwamba kumwamini Mungu katikati ya hali ngumu, kumwamini Mungu katika nyakati ngumu. Video utaandika zote ni hali ngumu, wakati ambapo uko kwenye matatizo, uko kwenye mzunguko wa shida, una trust Mungu wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba watu wote wako sawa. Kuna mtu ambao anapata shida, mwingine anapata raha. Kuna mtu anakula labda sukuma kuanzia Januari hadi labda katikati ya mwaka mwezi wa 6 apati hata nyama. Kuna mtu anakula nyama Disemba hadi Disemba. Bwana Yesu asifiwe. Kama na nyakati za kitambo, vitu kama chapati, mchele tulikuwa naziona wakati wa Disemba. Sisi hatukuwa tunaona hizo vitu. Na wakati ambapo zinapigwa tunakuwa na hofu. Tunasema kwamba labda mgeni anaweza akatokea. Tulikuwa na shida sana. Labda mgeni angeweza akatokea akatusaidia chakula na sisi hatutaki. Sasa inabidi tuwe na hofu, kwa sababu mgeni anaweza akatokea ghafla, ukasikia amebisha wote. Sasa hapo tunashikwa na wasiwasi. Chapati nayo kitambo ilikuwa inanukia sana. Ukiwa kule kwa unaisikia inanukia. Kwa hivyo hatugetaka mtu yeyote akaribia kwenye ile chapati, kwa sababu hali iliyokuwa ngumu. Mama naye anasimama anasalimia watu kule, habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunasema mama anafanya nini? Kwa sababu chapati ni kitu hatukipati.
Sasa asalimia wageni, si watakuja tu kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moyo moyo tunasema kwamba mama, sasa mama na kielele yake, kwa nini anasalimia watu? Kwa nini anasalimia watu? Kwa hivyo nyakati zile sio kwamba tulikuwa tuna chakula. Chakula ilikuwepo. Ng'ombe, mbuzi ilikuwepo. Lakini ukombozi wa kiroho, ukombozi wa maisha haukuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata shida lakini ukombozi haukuwepo. Kila kitu kilikuwepo. Kwa hivyo nyakati zinapokuwa ngumu, wakati mwingine watu huchanganyikiwa na kuona kwamba Mungu amekuacha. Mungu hayuko pamoja na wewe. Vile ungetaka kujua ni kwamba Mungu hawezi acha mtu hata siku moja. Anakuwa na wewe, bora wewe uamini kwamba ni Mungu. Na katika nyakati hizi ngumu, Mungu atatokea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nyakati ngumu, Mungu ataweza kutokea. Kwa sababu ukiwa katika nyakati ngumu ni kama unazunguka kwenye matatizo. Unazunguka kwenye shida. Mambo yaliyokuzunguka fikira zako unakuwa kwamba ni mtu ambapo haoni mbele wala mwisho. Anaona tu shida. Hata ukimhubiria wakati huo atakwambia kwamba sioni tumaini ya kuishi kwa sababu ya hii shida. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile mnyama anatekwa. Kuna wakati tulikuwa tunateka wanyama kule msituni ama ndege. Kitu kiliokuwa kimetengenezwa na miti. Alafu tukiwa mbali tunavuruta kamba. Ile mnyama anafunikiwa hapa. Ama ndege unapata kwamba amezunguka pale kwa ile njengo. Tumemteka na ule mtego. Haoni mbele wala nyuma. Yuko pale. Na sisi tunacheka tunasema kwamba leo tutamkula nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazunguka tu kwa sababu atatafuta mahali pa kutokea, hapaoni. Hivyo ndivyo mtu alivyo wakati ambapo shida imemkumba. Kuna watu wanapenda kuandika mahali ama Facebook zao kwamba nyakati ngumu asidumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama wanaandika kwenye magari yao nyakati ngumu asidumu. Kumaanisha kwamba hata kama hawamjui Mungu, wanajua kwamba iko siku shida itaisha. Bwana Yesu asifiwe. Iko siku shida itapotea. Hata kama wengi hawamwamini Mungu, wengine walitumia labda njia za ushirikina wakapata magari. Wao wanaamini kwamba iko siku matatizo hayo yatapotea. Wanaamini hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati unaona kwamba shida sipo katika maisha yako, it's like kama gari imekata breki kwenye mteremko. Dereva anakuwa kwamba hakuna mahali ambapo anaomba msaada mwingine. Wengi wanasema kwamba Mungu, wengine wanataka kusema kwamba mama, wengine wamezoea kusema kwamba baba. Bwana Yesu asifiwe. Sijaisikia mtu akisema shetani. Hakuna mtu anasema hivyo. Hata kama gari amenunua kwa ajili ya shetani, hawezi akasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wanaitana Mungu, baba nisaidie. Kwa sababu imefika mwisho, ni mteremko, unateremka gari na kwenda. Unang'ana na steering. Lakini uone kwamba mahali pa kutokea. Unaita Mungu, baba, nyanya hakuna. Hakuna changazi. Mungu, baba, mama waliokuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anaonekana wakati nyakati nyingi, hata mahali ambapo umeingia njia wrong, hata mahali ambapo uliingia kwa njia ya mkato, shortcut, ukapata kitu fulani, lazima muite Mungu. Usimuite shetani. Wote walionunua magari kwa njia hizo zote, hakuna mtu atasema kwamba niko kwenye shida nitamuita shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anaonekana nyakati ambazo ni ngumu. Anaonekana nyakati ambapo mahali ambapo nimefika mwisho, kwamba hapa sina kitu kingine ya kufanya. Sina jambo lingine la kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona wengine walipokuwa wanaandika Facebook kwamba kanisa la sijui la shetani sijui la nini, la Freemason nimefungwa. Wengi wakasema katika Facebook. Unajua watu wengi wanapenda kuchekesha. Wakasema kama mashetani nakosa pesa, sisi wa Kenya ni akina nani? Nilicheka kwa sababu mtu anaandika hivyo. Sasa kama mashetani nakosa pesa ya kulipa nyumba ya shetani,
Sisi wa Kenya uchumi wetu ni akina nani? Sasa unapata kwamba watu wanalilia Mungu wakati wote. Ndio nasema kwamba nyakati ngumu asidumu kwa wewe unayemwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze na kitabu cha Proverbs. Ama kitabu cha Proverbs. Kitabu cha Proverbs. Au kitabu cha Mithali, kwa Kiswahili ni Mithali. Kitabu cha Mithali, tuanze tu na 3 mstari wa 5. Nitasoma Mithali 3 ule mstari wa 5, inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba tumtumaini Bwana kwa mioyo yetu yote, hakuna nusu. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa sababu ukitegemea akili zako mwenyewe zitakupoteza. Na tumeambiwa kwamba mtumaini Bwana wala usitegemee akili zako mwenyewe. Hatujaambiwa kwamba usitumie akili. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa usitegemee akili zako mwenyewe. Haijasema usitumie akili. Akili unaitumia, lakini tegemea Mungu wakati wote. Kwa sababu wakati ambapo akili imefika mwisho, unasema kwamba hapa tu ni kuangamia tu, hakuna jambo lingine linabaki, inabaki kuwa ni Mungu. Unasema tu, Mungu nisaidie, mahali nimefika sitaweza, mahali nimefikia hapana njia zote zimefungwa. Kwa hivyo wewe, nimetumia akili yangu imefika mwisho, nimetumia akili yangu kwa leo imefika mwisho. Sasa mahali imebaki ni wewe tu, Mungu nisaidie. Nimesimama na wewe kwa nyakati ambazo ninazopitia. Ninajua kwamba kuna watu ambapo wanaweza kuwa wanapitia nyakati ngumu. Wapo hata kule nje, wako wengi. Lakini vizuri tuwaambie kwamba wategemee, watumie Mungu ili awasaidie katika maisha yao. Wamtegemee Mungu katika matatizo yao. Unapotegemea mwanadamu, hakuna siku mahali utafika. Hakuna mahali ambapo utafika ambapo kuna mwangaza. Tunapenda kusema kwamba kuna nuru gizani. Ni vizuri tuone hiyo nuru katika giza. Tuone kwamba nuru wakati ambapo inakuja, kuwa na imani kwamba iko, wakati giza ambapo inaingia, kuwa na imani kwamba nuru iko katikati ya hilo giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nuru ni kiangaza, inamaanisha kwamba giza inatoweka. Kwa hivyo lazima tumtumainie Mungu wakati wote, ili Mungu akapate kutusaidia, ili Mungu akapate kutuonyesha njia. Biblia imesema kwamba tumtumaini Mungu kwa moyo wetu wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Wakati unapotegemea Mungu wakati wote, inamaanisha kwamba njia zote zimekosekana. Hakuna mahali ambapo unaenda bila Mungu. Hakuna kitu chochote ambacho unaweza ukafanya bila Mungu. Umeashia Mungu kila kitu. Umesema kwamba ni wewe tu, Mungu tu, utakayesimama juu ya maisha yangu, utakayesimama juu ya tatizo langu. Kuna watu labda wanasumbuliwa labda na ndoa. Kuna watu wanasumbuliwa katika maisha ya kawaida. Kuna watu wako katika matatizo mbalimbali. Kwa sababu nakuambia kwamba sio kwamba watu wako katika level moja. Watu wako katika level tofauti. Ni kwamba huyu akiwa na shida, mwingine anapata kuwa na raha. Lakini nyakati zote inatakiwa tumtegemee Mungu kwa kila jambo, kwa sababu yeye ndio mwenye njia. Anaweza akafungua njia mahali popote. Anaweza akatufungulia njia mahali ambapo tunaona kwamba tumefika mwisho. Kwa hivyo lazima
tumkabidhi akili zetu ili akapate kuzitumia, kwa sababu unapokuwa umesimama katika akili yako, umeishiwa, hauna kitu, lazima umuone Mungu ni tegemezi langu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 16 kitabu cha John. Kwa hivyo lazima uelewe kwamba njia ya Mungu ndio njia tu. Lazima tumwamini Mungu. Mganga anaweza kudanganya siku ya leo, lakini hakuna mahali ambapo anafika. Hakuna mahali ambapo anakufikisha. Anakudanganya tu ili siku zako siendelee kuwa refu katika matatizo. Lakini unapomtegemea Mungu, iko siku hiyo tatizo itaisha. Iko siku shida itaisha. Iko siku hutaona shida tena, kwa sababu umemtegemea yule ambaye anaweza akaokoa. Kitabu hicho cha John, kitabu cha John Mungu wetu ni mwema. Lazima tumtegemee kila wakati. Lazima tuone kwamba yeye ndio mweza wa mambo yote. Anaweza akasimama na sisi katika nyakati zozote. Kwa hiyo usimwache wakati wote unapokuwa na matatizo. Usimwache wakati wote unapokuwa na raha. Nyakati zote mtumainie yeye, atanyoosha mapito. 16:33. John 16:33. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Yohana 16:33 inasema, hayo nawaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Yesu alishinda, sisi ni akina nani? Sisi tutashinda tu. Bwana Yesu asifiwe. Kama alishinda, kwa nini sisi tusishinde? Na ametuambia kwamba ulimwenguni, alipokuwa anazungumza na wanafunzi, akawaambia kwamba ulimwenguni mnao dhiki, lakini akasema kwamba tujipe moyo kwamba tutashinda. Alikuwa anatuonyesha kwamba mfano wa yeye aliyeshinda, kwamba na sisi pia tunashinda. Kwa hivyo wakati ambapo kuna shida, Yesu yuko na sisi wakati wote. Usimwache Yesu, ni kwa sababu yeye atakusaidia kushinda matatizo yako. Atakusaidia kushinda wakati unaona kwamba biashara yangu ina shida, wakati unaona kwamba familia yangu ina shida, wakati unaona kwamba ndoa yangu ina shida. Yesu anakusaidia kushinda. Lazima akusaidie kushinda, ni kwa sababu ametuahidi. Kwa hivyo alipokuwa anawafundisha, akawaambia kwamba wajipe moyo. Alikuwa anamaanisha kwamba dhiki iko mingi sana, hata yameona matatizo, lakini akawaambia kwamba siwafichi, dhiki itakuwa, matatizo itakuwepo, lakini jipeni moyo, baadaye mtaweza kushinda kama mimi vile nilivyoshinda. Kwa hivyo wakati ambapo una matatizo, je, wengi wanaweza kuwa wafikirii Mungu, wanaweza kuwa wanategemea watu awasaidie, wanaweza kuwa wanategemea misaada kutoka labda kwa wasomi, wanaweza tegemea misaada kutoka kwa wale walio na mapato, lakini sio vizuri. Mtegemee Mungu nyakati zote. Mungu atamaliza matatizo yako yote. Matatizo yatakwisha kwa sababu ya kutegemea Mungu. Dhiki asitakoza kuwepo, ni kwa sababu wakati ambapo unahuzunika, wakati ambapo una matatizo na umeokoka, jua kama wewe ni kama dhahabu ambayo inasafishwa. Baadaye tunaona kwamba inang'aa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye tunaona kwamba kuna mng'ao katika dhahabu. Tunaona kwamba mtu aliyetoka katika shida ameinuka. Watu watashuhudia, watasema kwamba huyu ni yule aliyokuwa anapata shida katika ndoa. Huyu ni yule aliyokuwa anaweka kibanda ya mboga siku baada ya siku. Huyu ni yule alipata matatizo katika maeneo yalikuwa magumu. Watasema hapana, huyu ni Mungu, kwa sababu alitegemea Mungu
na Mungu akamtoa kwenye ile shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usife moyo wakati wote unapoona kwamba tatizo limeingia, especially watu ambao wameokoka wanamtegemea Mungu wakati wote, hawezi muacha Mungu. Ukiona kwamba mtu amemwacha Mungu kwa sababu ya matatizo, hajamuona Mungu. Ukiona mtu ameacha Mungu kwa sababu ya shida aliyokuwa nayo, hajamuona Mungu. Ukiona mtu leo hajakuja kanisani kwa sababu ana matatizo, bado mtu hajamjua Mungu. Hajajua Mungu ni nani. Na ninajua wapo ambapo hawezi kuja kanisa kwa sababu ya matatizo. Anasema kwamba nimechoka na kanisa. Nimechoka. Wacha niingie katika television niangalie. Wacha nibaki kwenye nyumba. Nitulie kwenye nyumba kwa sababu sioni pastors wakinisaidia. Sioni watumishi wa Mungu wakinisaidia. Lakini ningetamani kuambia kwamba mtumainie Mungu wakati wote. Wakati wote mtegemee Mungu. Usife moyo wakati wote. Usione kwamba safari ya wokovu ni ndefu na maisha ya wokovu ni raha. Usione kwamba kuja kanisani ni mzigo. Usione hivyo. Hata ukiona mtu akwambia kushawisha na kuambia kwamba kila siku nenda kanisani, mwambie hapana, wacha niende kanisani. Kila siku unaongezewa thawabu yako kila siku. Unapokuja ibada yoyote lazima upate kuongezewa. Hata kama uone lazima upate kuongezeka. Lazima uone ukiongezeka kila siku. Lazima kuna mahali ambapo unafunguliwa. Lazima unapata ukombozi. Hata sisi tunapoingia kanisani lazima tupate ukombozi. Lazima uone ukombozi kila wakati, kwa sababu unamtegemea Mungu. Unapokufa moyo, hapo ndio mwisho wako. Utaishia hivyo hivyo. Na shetani naye anakuja kwa full force. Utaweza kumshinda. Hata ukijiami utachukua nyakati ngumu sana kuja kumshinda. Wakati huu unaona kwamba namtegemea Mungu, usiache, bali endelea tu kumtegemea Mungu. Kuna mtu anaweza kawa na nafasi katika ibada za katikati ya wiki, na wewe yakuja katika ibada kwamba anasema kwamba hapana, waje nikae chini, sioni haja ya kwenda katika ibada. Huyu mtu anajidanganya. Kwa sababu unaposema nakuja Jumapili peke yake haitoshi. Mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Matatizo yako hayezi kaisha bila kusongelea Mungu. Lazima matatizo yako ishe kwa sababu unamsongelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumpe Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa haraka kitabu cha First John. First John kitabu cha First John, ama samahani kidogo, kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume, kwa sababu ya muda. Kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume ni 27. Nimetafuta ile ambapo inaweza kanipa ujumbe ambapo pia utakusaidia zaidi. Soma 27 verse 15 na uruke usome 23. 27:15 uruke mstari wa 23 pia. Nitasoma Matendo ya Mitume 27:15, inasema merikebu iliposhuka na kutowezwa kushindana na upepo, tukaacha tukachukuliwa. 23 inasema ya kwamba kwa maana huo 23 Matendo ya Mitume 27:23, kwa maana malaika yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabuduye, alisimama karibu na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni safari ya Paulo. Sina wakati wa kusoma the whole paragraph. Ni kwamba ni safari ya Paulo alipokuwa anatembea na watumishi wa Mungu, na kukawa na shida katika merikebu. Alikuwa anaenda Roma ama Romans, alikuwa sehemu za Italy, na Paulo kukawa na matatizo katika ile boat, ikawa na yumba. Na wakati huo 23 inasema kwamba kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabuduye, alisimama karibu nami.
Kwa hivyo malaika wa Mungu akatumwa katika nyakati ngumu, akapata kuwasaidia. Kwa hivyo wakati huo kulikuwa ni Mungu nisaidie kwenye bahari. Paulo kukawa na matatizo, lakini mahali ambapo alikuwa na mtumishi wa Mungu, mahali ambapo mtumishi wa Mungu ametegemea Mungu, lazima atatuma malaika wake, lazima atatuma malaika kuja kukusaidia. Usione kwamba umebaki peke yako, usione kwamba sioni mwisho, kwamba nimebaki peke yangu. Jua kwamba malaika wakati wote anaweza akatumwa, na akatumwa akapata kuwasaidia katika ile merekebu. Kwa hivyo wakati wote shida inapokuwa na sisi, lazima malaika wa Mungu anatumwa katikati yako, anakusaidia. Tusome tena, tumalizie tuna faida za kutegemea Mungu. Nyakati za mwisho, nyakati ambapo unafika mwisho, faida ni mingi. Unapata furaha, unapata amani, kuna tumaini, lakini utaangalia pia utapata utulivu. Kitabu cha Psalms chapter 3 verse 5. Tupate utulivu wakati ambapo tunapomtegemea Mungu. Waraka chapter 3 verse 5. Nitasoma Zaburi 3 mstari wa 5. Nilijilaza nikalala usingizi, nikaamka, kwa kuwa Bwana ananitegemeza. Mtu anayemtegemea Mungu wakati wote, mtu ambaye anayetegemezwa na Mungu wakati wote, lazima awe na raha. Hakuna haja wakati ambao umelala unastuka. Hakuna haja ukiwa umelala unaona shida. Lazima ujue kwamba aliyenitegemeza atanifanya nilale usingizi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa na utulivu katika usingizi wako, ni kwa sababu Mungu anakutegemeza. Na ni imani tunaweka kwamba Mungu wakati wote anatutegemeza, anatusimamia nyakati zote, ziwe ni nyakati za shida, nyakati za raha, nyakati zote Mungu anatuwezesha kuishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utulivu ambao tunapata katika Mungu ni kwa sababu Mungu tumemtegemea 100%. Sio 50 kwa 100, hapana, ni 100 kwa 100, 1000 kwa thousands. Ni kwa sababu Mungu wetu anaweza mambo yote. Kwa hivyo hapo tunapata utulivu. Utapata wengi wana tatizo wakati wa kulala, wengi wana tatizo wakati wa kufanya kazi. Ni kwa sababu wengi wanasema kwamba nitafanya kazi kwa nguvu zangu, nitafanya kazi kusipokuwa na utegemezi wa Mungu. Lakini unapoamua kwamba namtegemea Mungu, Mungu ndiye naishi siku ya leo, lazima Mungu atakutegemeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, tunapata nguvu mpya. Unakuwa na nguvu. Psalms 28 verse 7. Zaburi 28 mstari wa 7. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unakutumaini. Ujue kwamba Mungu anatusaidia wakati wote. Nguvu tunapata wakati wote. Ni kwa sababu gani ambapo watu wanalia kila siku? Ni kwa sababu watu wameacha kumtegemea Mungu. Watu wameacha kuweka akili zao kwa Mungu. Na hakuna mahali pengine pa kuactivate nguvu ya Mungu kama kuja katika ibada. Tukija katika ibada tunaactivate ile nguvu ya Mungu, inazidi kuwa zaidi kabisa. Inazidi kuongezeka kila siku. Neema inazidi kuongezeka. Nguvu inazidi kuongezeka. Ujasiri wa kusema kwamba ni Mungu aliyenipeleka mahali pale, ni Mungu aliyeniinua, unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Tumtegemee Mungu wakati wote. Tumwambie Mungu, wewe ndio tegemezi letu. Wewe ndio Mungu tunakutumaini wakati wote. Wewe ndio Mungu mwenye uwezo wakati wote. Wakati wa tatizo hatulioni, tunaona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uone Mungu everywhere.
ili Mungu akapate kufikisha katika safari yako. Je, safari inaweza ikawa ndefu kama Ayubu alipokuwa analia na matatizo yake, lakini hakuona watu waliokuwa kando, hakuona matatizo aliyokuwa nayo katika ungojo wake. Yeye aliona Mungu, akasema kwamba mbona mwili wangu upotelee mbali, lakini nibaki tu roho yangu inamtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona mwisho wa Ayubu ulikuwa mzuri kuliko mwanzo wake. Tunaona Ayubu akisimama na Mungu hadi Mungu akasema kweli huyu ni mtumishi wangu. Hata ukisoma kitabu cha Ayubu ama Mwanzo, kimeanza kuwa mtu aliye mwerekevu kwa Mungu, kwa sababu alisimama na Mungu na akamtegemea Mungu katika matatizo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi siku ya leo tunaweza tukapepesushwa na upepo wa watu kwamba hapo umefika mwisho, hapo umefika, huwezi kuona mbele. Unaamini hilo? Ufai kuamini hilo. Unafaa kutegemea Mungu wakati wote. Unafaa kumwamini Mungu katika nyakati zako, ili Mungu akapate kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana, na tusimame katika maombi. Tusimame tu, tumwamini Mungu. Kama tumesimama, fanye heshima kwa Mungu. Mungu atatusaidia, ni kwa sababu nyakati zinakuwa ngumu. Mungu anatuonesha mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamisha tu kichwa chako ili tukapate kumshukuru kwa ajili ya mafundisho haya. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wangu, tunakushukuru Bwana, tunakuinua. Wewe ni Mungu mwaminifu. Baba, tumeona kwamba akili zetu Bwana zimefika mwisho, zinaweza zikafika mwisho, lakini Bwana tumeona kwamba tukutegemea wewe. Mungu, utanyoosha mapito, utanyoosha njia, utatuonyesha mahali ambapo hatuwezi tukaona. Giza inaweza kuwa nene, lakini nuru inapoingia Bwana Mungu, giza inatuweka. Tunakushukuru Bwana katika kipindi hiki, kwa sababu Mungu tunakutegemea. Wengi wanakutegemea kwamba utawatoa kwenye matatizo. Wengi wanakutegemea kwamba utawaonyesha njia. Wengi wanakutegemea katika maisha yao. Mungu, utaweza kunyoosha mapito yao, utaweza kuonekana wakati wa shida. Wacha Mungu kuonekane, Jehova mfalme wa mbinguni. Baba, tunakuinua Mungu, tunakutukuza. Wewe ni mwaminifu, wewe ni kimbilio kwetu, wewe ni msaada wetu wa karibu. Asante Bwana kwa uwezo wako. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Karibu kwenye kiti.